Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Hope Channel. Hiki ni kipindi chako cha Biblia Yasema kinachokujia majira ya usiku saa 3:45 hadi saa 4:30 siku ya Alhamisi. Leo kwa mara nyingine tena tupo hapa kujaribu na sio kujaribu, kujibu maswali ya watazamaji wetu yaliyotufikia, na tunafanya hivyo mara zote kwa kutumia Biblia, na ndio maana kipindi kinaitwa Biblia Yasema. Pamoja nami niko na msomaji wangu dada Mariana, nami ninayewaletea kipindi hiki naitwa mchungaji Steven Leta. Na kabla hatujasoma swali letu la kwanza, basi ningependa tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako, na katika wakati huu unaokuja mbele tunahitaji Roho wako Mtakatifu akatawale mawazo yetu wakati tutakapokuwa tukitafuta majibu ya maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Asante kwa kuwa utafanya hivyo. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Naam, leo tunayo maswali ambayo watazamaji wetu mbalimbali wametuuliza. Tunaenda kwa swali letu la kwanza. Dada, tupatie swali hilo. Asante. Mtazamaji kauliza swali lake ambalo nasema kwamba Bwana Yesu alimaanisha nini kwenye ule mfano wa wakili asiye mwaminifu? Naam, katika Biblia kuna fungu linalozungumzia wakili asiye mwaminifu. Na hilo fungu lipo katika kitabu cha Luka 16 fungu la 9. Na fungu hilo linasemaje? Linasema, nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Kwa hiyo msomaji wetu alitatanika kidogo ushauri huu Yesu anaotoa kwetu, ya kwamba tujifanyie marafiki wa udhalimu, ili kusudi hiyo mali ya udhalimu itakapoisha basi watukaribishe nyumbani kwao. Yesu alikusudia kuleta fundisho gani katika hilo fungu na katika huo ushauri anaotupatia? Maelezo ni kwamba katika mfano wa wakili asiye mwaminifu wa Luka 6 fungu la 1 hadi la 9, Yesu alikusudia kuamsha ari ya wasikilizaji wake kuwekeza mali walizonazo mbinguni, ili maisha haya ya kitambo yatakapokoma wapokelewe kwenye maisha ya milele. Hilo ndilo wazo la Yesu. Na alilileta wazo hili kwa sababu gani? Aliona watazamaji wake wa wakati ule walikuwa sana wanaangalia mali hii ya kitambo. Nadhani hilo ni tatizo limeendelea kuwepo katika karne zote, ya kwamba wanadamu wanahangaika sana na mali ambayo inaisha. Wala sio jambo la ajabu kukuta mtu ambaye alikuwa tajiri sana amefilisika, amerudi kuwa katika maisha ya shida, au alikuwa ameajiriwa kwa nafasi kubwa sana baada ya kuwa ametoka kazini au amestaafu akiwa maskini. Sasa Yesu akawa anajaribu kuambia, kwa nini msichukue mfano ule ule ambao mfano pia sio mzuri sana, ya kwamba kuna watu wanatumia mali ya udhalimu kujipendekeza kwa rafiki zao, wakiwa na lengo zuri ya kwamba siku moja hiyo mali itakapoisha wakaribishwe. Na ndio hilo lilikuwa limekusudiwa na Yesu. Yesu aliwasifu wana wa ulimwengu huu kuwa katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru, kwa sababu huku wakijua maisha yao ya baadaye yatakuwa magumu, kwa kuwa hapata kuwepo na mtu atakayewaonea huruma au atakayewakaribisha baada ya kuwa wamefilisika. Hawa watu wa kizazi hiki huitumia mali yao ya udhalimu kujitengenezea marafiki na kujihakikishia usalama wao siku zijazo. Unajua, katika kisa kile kuna mtu alipewa taarifa ya kwamba kazi inaenda kuisha. Hakuwa mwaminifu kwa bosi wake, na bosi wake alipomkagua akagundua kwamba huyo bwana hakuwa mwaminifu katika shughuli zake, na kwa hiyo akampa kusudio la kumfukuza kazi. Na baada ya kuwa amepata hilo kusudio la kumfukuza kazi, aliendelea kuwepo kazini kwa kitambo fulani. Katika hicho kitambo, baada ya kuwa amepewa hilo kusudio, ndipo alipofanya mambo ya udhalimu.
walikuja watu wanaodaiwa na mwajiri wake, anawauliza unadaiwa kiasi gani, anataja, basi anamwambia ongezea, na anamwachia hela nyingi sana huyo mtu, au labda anampunguzia. Ulikuwa unadaiwa shilingi ngapi? Milioni moja. Basi mimi naandika ulikuwa unadaiwa 500,000. Hizi nyingine 500,000, hizi 500,000 utaniwekea huko nyumbani kwako, siku nikitoka hapa kazini itanisaidia katika maisha. Akawa anafanya hivyo. Alikuwa anafanya udhalimu mkubwa sana, kwa sababu huwezi kumfilisi tajiri wako kwa kiwango kama hicho. Lakini Yesu kwa nini alimsifia? Yesu alimsifia kwa sababu huyu mtu alikuwa na akili ya kuyaangalia maisha yajayo, ambayo akili hiyo kwa wanadamu wengi leo hawana. Na tunasema hawana kwa sababu gani? Yesu anawahimiza kutumia mali waliojikusanyia sasa, ambayo yeye huita mali ya udhalimu, kwa kuwekeza kwa kazi ya Mungu, ili itakapokwisha hiyo mali au hayo maisha yao yatakapokuwa yamekoma, basi wawe na uhakika wa kuendelea na maisha. Kwa bahati mbaya, wana ulimwengu huu wasio na matumaini na maisha ya milele yajayo hutoa maisha yao katika kutafuta mali kwa hali zote, tofauti na wana wa nuru ambao mara nyingi hawatafuti hiyo mali na wala tena hawamtafuti Mungu kwa bidii. Yaani katika hii dunia wako watu wanahangaika sana na maisha yao ya baadaye, kwa sababu wanajua baadaye hapo, wakati nguvu zimepungua, huwa kuna changamoto ya maisha. Hapo baadaye wakati ajira imeisha, huwa kuna changamoto. Hapo baadaye wakati ambapo biashara haifanyi vizuri, huwa kuna changamoto. Sasa wanachokifanya ni nini? Wanatafuta mali sana sasa hivi ili waweze kuifaidi katika siku zijazo, ama kwa kuweka akiba benki, ama kwa kukopesha watu, ama kwa kufanya uwekezaji. Watu wanafungua mashamba, wanakuwa na mifugo na kadhalika. Na ni kweli unakuta kwamba wanapofikia hatua ya uzee, hiyo mali ambayo wamewekeza ndio inawasaidia sasa, inawapunguzia maumivu. Sasa yule aliyetaka kuondolewa kazini alisema, mimi kuiba siwezi, kuomba naona aibu, sasa nifanye nini? Nitakuwa ninawapatia watu pesa, wale ambao tajiri wangu anawadai, ili kusudi kibarua kikiisha walipokee kwao, nisihangaike. Sasa Yesu anasema hivi, mbona biashara iko nzuri sana? Kwani ukiwekeza kwa kazi ya Mungu, si utakuwa kama huyo wakili asiye mwaminifu? Yaani kwenye ujenzi wa makanisa unasaidia, unasaidia sadaka, na in fact katika sadaka wala sio kusaidia, ni wajibu wako. Unatoa sadaka, unatoa zaka, unakuwa mwaminifu. Yaani katika mapato yako unatumia sehemu kubwa ya mapato yako kwa ajili ya kazi ya Mungu, kuitegemeza kazi ya Mungu. Na wako wanaofanya hivyo. Yesu anasema faida ya hawa watu ni moja. Wakati mambo ya ulimwengu huu itakapoisha, wala sio swala kufilisika sasa hapo, hii dunia itakwenda kuchoma moto. Yeye ni hakika, wala sio swala la kufanya nini, la kujadili. Ina ratiba yake tu, haijafika. Na ushahidi kwamba hii dunia inaenda kuchoma moto, tumewahi kushuhudia mafuriko, tumewahi kushuhudia mioto. Hivyo vyote ni ishara tu inatuambia kwamba Mungu kaiweka akiba hii dunia kwa ajili ya kuichoma moto. Swali ni hili, siku hii dunia itakapochoma moto pamoja na mali zake zote, hawa wanadamu hawa watategemea nini? Yesu anasema muwe na akili, musiwe watu msio na hekima. Na mara nyingi ninyi watu wa nuru mnakuwa hamna hekima. Na hili jambo liwe kemeo kwa wale ambao ni wana wa nuru, wale watu waliomchagua Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, ambao kwa bahati mbaya hawaitafuti pesa kwa bidii, maana wao wamechagua maisha mengine, kwamba wanamtumikia Mungu na hatimaye uzima wa milele. Lakini tena wanaonekana kuwa wazembe, wakiwa huko hawaitafuti pesa, wakiwa hawaitafuti maisha ya sasa hivi, wakiwa hawaweki kwenye akiba pesa ili kwamba ziwasaidie wakati wa baadaye, wakiwa hawawekezi kwenye mashamba na kadhalika. Hata kanisani pia hawawekezi, hawatoi zaka, hawatoi sadaka. Sasa swali ni kwamba wewe utakosa kote kote, bara na pwani. Yule wana wa giza, yeye atanufaika kwamba atafaidi hiyo mali hapa duniani kabla hajafa. Lakini sisi wana wa nuru tutakuwa tunafika uzeeni hatufaidika chochote, kwa sababu muda wote hatujautumia kwa ajili ya kuchuma mali. Lakini baada ya maisha kuisha pia mbinguni hatuna nafasi, kwa sababu hatukufanya sehemu ya kutosha kuitegemeza kazi ya Mungu. Hiyo ndio hoja ambayo Yesu alikuwa anayo katika hiki kisa ambacho
rafiki yetu ametuletea. Marko 9 fungu la 47 inasema, na jicho lako likikukosesha ling'oe, ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu na chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu. Hili pia ni fungu jingine ambalo Yesu alilitoa kutuonyesha kwamba tuweke kipaumbele katika mambo ya umilele badala ya kuweka kipaumbele katika mambo ya kitambo yanayopita. Yaani ni afadhali uwe maskini kwa kutupa, kwa sababu mali zako zote umeziweka kanisani, kwa sababu mali zako zote umezitumia kwa ajili ya kutegemeza Morning Star Radio, au kwa ajili ya kutegemeza Hope Channel, au kwa ajili ya kujenga nyumba za wachungaji, na ukawa maskini umefilisika. Hiyo inafananishwa na mtu kuwa chongo au hana jicho. Lakini faida yake ni kwamba Yesu anapokuja anakuingiza katika utajiri usiomithilika, kwa sababu kurithi uzima wa milele ni pamoja na kurithi utajiri mkubwa sana ambao Mungu ameutunza kule mbinguni. Huo ndio ushauri Yesu anaotoa kwa wana wa nuru. Katika kisa hiki Yesu hatukuzi au hapongezi udhalimu uliofanywa na yule wakili asiye mwaminifu, ila anathamini roho inayowasukuma wadhalimu kujiwekea akiba kwa siku za usoni. Yaani wanachokosea tu ni kwamba badala ya kuangalia siku za usoni zilizo mbele zaidi, wao wanajiwekea akiba kwa siku za usoni baada ya kuwa umefukuzwa kazi, siku za usoni baada ya kuwa nguvu zimeisha, siku za usoni baada ya kuwa umefilisika. Lakini laiti wangeenda mbele zaidi wakajiwekea akiba kwa ajili ya siku za usoni baada ya maisha haya kukoma, katika yale maisha ya umilele. Na kwa hiyo wana wa nuru sasa, Mungu anawarudia, anasema, wana wa nuru changamkeni, hebu jifunzeni kitu kwa hawa watoto wa giza, ya kwamba wanajiwekea akiba maisha yao ya baadaye, na nyinyi jiwekeni akiba kwa maisha ya umilele kwa kuitegemeza kazi ya Mungu wakati huu mnapokuwa mko hai na mna uwezo. Basi tumefikia mwisho wa hilo swali. Tutaenda kwa mapumziko kidogo na halafu baadaye tutarejea tena. Asanteni. Naam, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na tunaendelea kuangalia maswali yaliyotumwa na watazamaji wetu. Na dada Miriana, hebu tusomee swali linalofuata. Asante. Ufunuo wa Yohana unasema mwenye kudhulumu azidi kudhulumu. Maneno hayo yatasikika lini? Naam. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni kweli kabisa ya kwamba kuna fungu linalosema kwamba wenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Sasa huyu rafiki yetu anataka kujua hayo maneno yatasikika lini? Yashatolewa au yako huko mbele? Na kama huko mbele itakuwa lini, mwaka gani, labda tarehe gani? Naam. Maneno haya yatasikika wakati Yesu atakapokuwa amekamilisha kazi ya uombezi kwenye hekalu la mbinguni, mara baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Ya kwamba sasa hivi Yesu yupo katika hekalu la kule mbinguni, na kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi hivi wanajua kwamba yupo katika chumba cha pili cha hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu pa patakatifu. Atakapokuwa amekamilisha kazi ya uombezi anayoendelea nayo pale kwenye kile chumba cha pili, na hiyo kazi
ataikamilisha wakati mlango wa rehema utakapofungwa. Hapo ndipo maneno hayo yatasikika. Tangazo hilo litakuwa linawatenga waovu na watakatifu milele. Kwa sasa hivi, wakati hilo neno halijatolewa, wakati tangazo hilo halijatolewa, waovu na watakatifu wote wana fursa sawa, na hasa zaidi waovu ambao hawajaamua kumpokea Yesu bado wanao fursa, wanao nafasi ya kuingia katika kundi la wale watakaookolewa, ikiwa wataitumia vizuri nafasi hii au huu muda kwenda kwa Yesu kutubu dhambi zao, na Yesu azichukue zile dhambi zao, na hatimaye wanaweza kuokolewa. Lakini maneno haya yatakapotamka, huo utakuwa ndio ukomo wa uwezekano wa waovu kuokolewa. Swali jingine, dada yetu, utusomee. Inakuwaje watu wengi katika ujana wao wanapokuwa na nguvu wanamwacha Bwana, lakini uzeeni au wakitaka kufa ndio wanamrudia Mungu? Hapo inakuwaje? Ameuliza swali la uchokozi, yani kwa kweli kuna ukweli mkubwa sana katika hilo alilolisema. Anasema kwamba inakuwaje watu wengi katika ujana wao wanapokuwa na nguvu wanamwacha Bwana, lakini uzeeni au wakitaka kufa ndio wanamrudia Mungu. Hapo inakuwaje? Sasa inakuwaje? Wanaofanya hivyo ndio wangetakiwa watoe majibu, ila amenitupia mimi swali hilo, nami nitaenda kwenye maandiko nione hivi inakuwaje hiyo. Hii inatokana na udanganyifu wa shetani, kwa sababu kama sio shetani, mtu wa kawaida hawezi kufanya hivyo. Yaani unasubiri ukiwa mzee, wakati umechoka, na ndio unamrudia Mungu, wakati Mungu mwenyewe pia anahitaji watu wenye nguvu, watu wenye uwezo, sio wazee ambao nguvu zimeisha. Kwa hiyo hii inatokana na udanganyifu wa shetani, ambaye mara nyingi hufanikiwa kuwashawishi watu katika umri wa ujana. Wako vijana ambao wanakuwa ngangali, hata wakishawishiwa na shetani katika ujana huo huo wanakuwa hawakubali kumwacha Yesu au kumwacha Mungu, wanaendelea kumtumikia Mungu. Waliofanya hivyo ni wengi sana. Kuna wakina Daudi, kuna wakina nani, wengi kabisa. Lakini walio wengi vijana, shetani anafanikiwa sana kuwashawishi katika umri wao huo kufuata anasa za dunia na kupuuza matakwa ya Mwenyezi Mungu. Na tunasoma kwa mfano katika kitabu cha Mithali 23:26, mahali ambapo Mungu anabembeleza, anasihi sana, anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mungu anatumia muda mwingi sana kuwasihi wanadamu, hasa katika kipindi ambacho wanaweza kutoa mchango mkubwa zaidi. Unajua, maisha ya wanadamu, kuna kipindi ambacho unatoa mchango mkubwa zaidi, na kuna kipindi ambacho mchango wako unakuwa mdogo au hafifu na hauna tija. Na hicho ndio kipindi cha uzee ambacho Biblia imesema siku zilizo mbaya. Na kwa hiyo Mungu sio kwamba amekaa tu bila kuwashawishi. Mungu anawashawishi sana vijana. Mungu anawashawishi sana watoto, kama unavyosikia hapa anasema, mwanangu, nipe moyo wako. Lakini wangapi wanakubali kumpa Mungu moyo wao? Kwa hiyo wengi wanakataa, wanaenda. Sasa kinachotokea ni kwamba wanampa moyo shetani, na shetani ukishampa moyo, anachokufanya anakubamiza. Yaani matarajio yako yale huwezi kuyafikia. Utapata na mimba zisizotarajiwa, utapata magonjwa usiyotarajia, unakutana na kifo. Unaona, vijana wengi wamejuta sana. Yaani by the time wamekuja kugundua kwamba wamekosea njia waliokwenda, wamebebana na matatizo mengi ambayo hawawezi kuyarekebisha. Wachache sana wanaweza kuyarekebisha matatizo walioyapatia ujanani. Kwa hiyo hili tulichukue kama somo kwetu sisi, kwenu nyie vijana, kwa sababu mimi ujana ni kama nimepita, niko naelekea kwenye uzee. Hebu ichukueni hii kama changamoto. Kwa nini usitumie maisha yako ya ujana kumpa Yesu ayatumie? Kwa sababu Yesu pia anataka atumie akili zako zikiwa bora sana, nguvu zako zikiwa bora sana, kuliko kuzitumia kwa shetani, alafu jioni sana wakati umechoka ndio unakuja kumruhusu Mungu azitumie zile akili zako. Inakuwa sio fair hata kidogo. Kwa hiyo katika kitabu cha Luka sura ya 15 fungu la 13 hadi 19 tunakutana kisa live kabisa cha kijana
ameitwa mwana mpotevu. Huyu alikuwa kijana kabisa katika umri wake ambao angeweza kutoa mchango wa maana kabisa kwa wazazi wake. Alitoka nyumbani. Kwa nisome, hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Mali zikawa zimetapanywa kwa maisha ya nini? Ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, angalia sasa, akili inakuja unapokuwa umetumia vyote. Akili inakuja unapokuwa umekosa vyote. Umekosa shule, mtu ameenda shule baada ya kusoma kwa bidii, wazazi wanalipa hela kubwa kabisa, amekosa elimu, amekosa mtu wa kumwoa, amekosa kila kitu. Ndipo wengi sana akili inawarudia, na ndivyo mwana mpotevu alivyofanya. Anasema alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja na nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Unajua shida inafundisha. Mara nyingi sana unapokuwa kwenye mafanikio makubwa sana, unasahau wazazi, unasahau kwenu, unasahau ndugu zako, na mbaya zaidi unamsahau hata Mungu anayekupatia uhai. Lakini ngoja upate magonjwa, ngoja upate njaa, hapo ndipo wengi sasa wanamkumbuka Mungu. Kwa nini usubiri njaa ndipo mkumbuke Mungu? Hata katika kipindi hicho cha kula na kushiba na kukinai, bado kuna watu wanamkumbuka Mungu, wanamshukuru Mungu. Mungu asante kwa kunipa chakula. Mungu asante kunisaidia kujenga nyumba. Mungu asante kunipatia watoto. Usisubiri wakati umetaitiwa na maisha ndipo sasa unamkumbuka Mungu. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Hapo ninamsifu kijana, alikuwa na akili. Yaani wewe isiyo tu kwamba umeenda mbali na umegundua umeenda mbali na umegundua umechemsha katika maisha, lakini unaendelea tu kwenda mbali zaidi. Hiyo sio akili. Hiyo sio akili. Ukishashtuka tu kwamba huku niliko sio, hapo ndio wakati wa kugeuza nyuma. Unaenda kwa wazazi, na bwana, nyinyi ni wazazi wangu, mkinipiga nipigeni, lakini naomba nirudi hapa nyumbani nianze upya kuchanga karata za maisha. Mambo kule hajanielewa vizuri, nimefulia. Ndio alifanya huyo kijana mwana mpotevu. Akasema, no, mimi ni wakula na nguruwe, mimi kweli ni wakuja kukaa kwenye zizi huku, hiki ndio kibarua pekee ninachoweza kufanya, mtu ambaye nilikuwa na mihela, hapana, narudi nyumbani. Kwa hiyo alizingatia moyoni mwake, na hili swala la kuzingatia moyoni, fikiria sana. Biblia imetaja mara nyingi sana. Hata Danieli walipokuwa katika jaribu la kutakiwa kula chakula najisi, ila kilichotoka katika ikulu ya mfalme, Biblia inasema walizingatia moyoni mwao, wakasema hapana. Unajua kuzingatia moyoni manake ni kutafakari. Wewe ufike mahali ujipime. Hivi wewe thamani yako ndio hiyo kweli? Hapo ulipofikia ndio thamani yako? Wewe ni wakuvuta bangi, wewe ni wakuvuta tumbako na kunywa mapombe, ni kweli? Wewe wakuwa changudoa, ambayo yani wewe unakuwa kama nikiruka njia, kila mtu anakutumia tu, kweli? Hii ndio thamani yako kweli? Jibu lake ni kwamba hapana, wewe thamani yako sio hiyo. Imekuwaje umefika hapo? Hiyo ni ajali ya maisha, na ajali inaweza kusaishwa. Kama mwana mpotevu aliweza kusaisha, wewe utashindwa vipi? Akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula chakula wanasaza, hapana, mimi siwezi kukubali kufa na njaa. Yule kijana akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Yule kijana alirudi. Kwa hiyo ni kweli kwamba vijana wengi wanautumia ujana wao vibaya, na wanapokuwa wamefika uzee sana ndio wanakumbuka kumrudia Mungu. Hilo halipendezi sana. Inapendeza sana kama unautumia ujana wako sasa hivi kwa Mungu. Lakini kama ulienda mbali, habari njema ni hii. Umshukuru Mungu kwamba umesikia hili somo leo. Hii ndio nafasi yako. Fanya uamuzi sasa hivi kumrudia Mungu wako. Kama mwana mpotevu alifanya uamuzi, na aliporudi kwa babake alimpokea.
Mungu hawezi kuacha kupokea wewe. Anakupenda na kuthamini. Hakuna kitu anakithamini duniani kama wewe hivyo. Ndio maana alikuumba kwa mfano wake. Alafu ndio maana akakukomboa kwa damu yake. Kwa namna gani akukatae unaporudi? Hata kama umefanya dhambi mbaya kiasi gani, wewe njoo utafanyia utaratibu. Kama ni kubatizwa utabatizwa, na kama kusamehewa utasamehewa, utaanza maisha upya kabisa. Hapo ndipo tunapomalizia kwenye hilo swali lilopita, lakini tunaingia kwenye swali jingine ambalo hili limetoka kwa rafiki yetu anaitwa Makaranga. Huyu Makaranga anatokea kule Nzega. Hebu tusomee swali lake. Makaranga kutoka Nzega nauliza kuwa ni nani aliyejua kuwa Yesu alikufa mwaka 1844 wakati walikuwa hawajui kusoma? Ya ndugu yetu Makaranga, na nafikiri aliposikiliza somo hili hakuwa ametuelewa vizuri, kwa sababu kiukweli Yesu hakufa mwaka 1844. Yesu hakufa 1844, na kujua kwamba Yesu kulitokea nini mwaka 1844, ana wasiwasi kwamba wakati huo watu walikuwa hawajui kusoma. Hapana, sio kweli. 1844 hapa duniani kuna watu walikuwa wanajua kusoma. Lakini basi ngoja niingie moja kwa moja katika kumjibu swali lake. Kwanza ni kusahihisha kuwa Yesu hakufa mwaka 1844. Ila mwaka huo 1844 ndio alioanza huduma yake ya upatanishi kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu pa hekalu la mbinguni. Hiyo imefahamika hivyo kufuatia unabii wa Daniel 8 fungu la 14. Huo unabii unasemaje? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Sasa waliosoma huo unabii wakagundua kwamba hiyo miaka inayotajwa hapo 2300 ilikuwa inaishia mwaka 1844, na kwamba kitu kitakachofanyika katika wakati huo ni kwamba Yesu atakuwa anaingia chumba cha pili. Naomba tupate mapumziko kidogo kabla hatujaendelea. Asante. Karibuni sana wapendwa, kuendelea na kipindi chetu cha kujibu maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Na hapa tunalo swali kutoka kwa msikilizaji wetu dada Lili. Naomba dada yetu tusomee. Swali lake nasema, je, ni muhimu kuandika mahitaji yako ili mchungaji akuombee? Ya, swali lake rahisi tu na ni fupi. Anauliza, je, ni muhimu kuandika mahitaji yako ili mchungaji akuombee? Kuna taratibu nyingi mbalimbali zinazotumika katika kuombea watu changamoto zao mbalimbali za maisha. Uzoefu wa huyu dada Lidi unaonyesha kwamba yeye huwa anaombewa na mchungaji wake. Sasa nataka kujua ni kwamba, je, ni muhimu kuandika mahitaji yako ili mchungaji akuombee? Majibu yake ni kama ifuatavyo. Katika kitabu cha Ibrania 4 fungu la 16
Biblia inasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Biblia inasema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Hii ni habari njema kwa wanadamu wote, ya kwamba huko zamani, pengine wakati wa Agano la Kale, kumwomba Mwenyezi Mungu kulikuwa kunapitia mrorongo mwingi. Inabidi uende kwa kuhani achukue sadaka yako uombewe. Lakini katika kipindi cha Agano Jipya mambo yamebadilika. Baada ya Yesu kufa pale msalabani na kupaa mbinguni, kila binadamu sasa hivi ana uwezo wa kuongea na Mungu moja kwa moja. Na ndio maana amesema kwamba tuwe na ujasiri mwingi kuikaribia kiti cha neema. Yaani usijidharau, usijione kwamba wewe hutoshi. Wewe unaye Baba wako wa mbinguni anayekujali. Kwa hiyo wakati wowote unapokuwa nyumbani, unapokuwa chumbani, unapokuwa unasafiri, unaweza kuongea na huyo Baba, wala uhitaji kupitia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ningetaka nimtie moyo dada yangu Lili ya kwamba kuombewa na wachungaji ni jambo zuri, lakini asijibane sana ikiwa mchungaji mwenyewe yuko mbali au hapatikani, akadhani ya kwamba yeye akiomba kwa Mungu moja kwa moja Mungu hawezi kumsikia. La hasha. Mungu anasikia maombi yetu, tena wala hahitaji uongee naye kwa lugha fulani maalumu. Lugha yoyote unayopenda kuitumia, yeye Mungu atasikia. Na katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 34, Biblia inasema maneno ya ajabu sana na kutia moyo kwako wewe dada Lidi na kwa wengine ambao mmekuwa na changamoto ya mambo yanayohitaji kuombewa. Biblia inasemaje? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Yaani Yesu pamoja na majukumu mazito mengi aliyojibebesha kwa ajili yetu, yeye ndiye anayeangalia tutakula nini, yeye ndiye anayeangalia huyu mgonjwa ataponaje, yeye ndiye anaangalia huyu mama anayehangaika mtoto wake kusoma atasomeshaje. Lakini pia kuna jukumu moja la muhimu pia amejitwisha, anatuombea kwa Mungu. Na anatuombea wakati gani? Wakati unapomwambia kwamba Yesu na shida fulani, Yesu na changamoto hii, yeye anafanya nini? Anaomba moja kwa moja kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo badala wewe kuhangaika labda kwamba uende kwa mchungaji ili mchungaji naye amuombe Yesu, ili Yesu naye amuombe Baba wa mbinguni, unaweza ukaenda direct ukaongea na Yesu, na Yesu akiyapata yale mahitaji yako akayapeleka kwa Baba moja kwa moja. Lakini tena katika kitabu cha Petro wa kwanza 5 fungu la 6 hadi la 7 kuna maneno ya kutia moyo sana, maneno yenye faraja. Biblia inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Upo mkono wa Mungu ulio hodari ambao sisi wenye shida, sisi wenye changamoto tunaomba tunyenyekee chini ya huyo mkono. Anasema ili awakweze kwa wakati wake. Mungu ana ratiba kwa kila changamoto unayoipitia, na kila changamoto imepatiwa wakati itakapotimizwa. Ndio nasikia kwamba ili Mungu awakweze kwa wakati wake, sio kwa wakati wako. Wakati fulani changamoto yetu si ni kwamba tunataka shida ikitokea leo Mungu ajibu leo, lakini Mungu alipangilia changamoto yako aijibu kesho au kesho kutwa. Kwa hiyo lazima umwachie Mungu nafasi ya kutimiza maombi yako yale uliyompelekea. Ndio maana panatakiwa unyenyekevu. Kwa hiyo tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili atukweze kwa wakati wake. Lakini kuna neno tena jingine la maana sana nakuja, huku mkimtwisha yeye fadhaa zenu zote. Yaani Mungu au Yesu amekubali pamoja na kutuombea, amekubali pia kujitwisha mizigo yetu. Mizigo kama mizigo gani? Yaani una changamoto ya chakula, hujala toka asubuhi kwa sababu mbalimbali, anachukua. Unatafuta kazi, hiyo ni changamoto, anachukua. Unatafuta mchumba, hiyo ni changamoto, anachukua.
Je, mahusiano yako yamedhoofika, labda kati ya wewe na mke wako au wewe na watoto wako? Hiyo anaichukua, anabeba mizigo mingi sana. Wewe fikiria, kwa wakati mmoja dunia nzima kuna watu wanapitia changamoto, na kwa wakati mmoja watu wote hao wanaomba kwa Yesu, na Yesu anawasikiliza wote, na Yesu anapokea hizo changamoto zote. Kwa hiyo anasema msiogope kumtwisha mizigo. Unajua, katika hali ya kawaida ukimwona mtu amejibeba mizigo kadhaa mingi, halafu na wewe wako unahitaji uweke hapo, hata wewe mwenyewe unaona huruma kwamba sasa huu mzigo wangu nitaweka wapi? Kwa Yesu wala usiwe na wasiwasi wowote, wala usijihisi kwamba labda utakuwa unamtesa sana, unamuumiza, kwa sababu yeye mwenyewe amesema umtwishe fadhaa zenu zote. Fadhaa ni shida zile ambazo unapofikiria huoni njia, unaona tu giza huko mbele. Unajua hata watu wanaojinyonga ni kwa sababu wanapoyaona matatizo wanaona kwamba hayana majibu, na hata watu wengine ndio maana wanarukwa na akili, hata ndio maana watu wengine wanajinyonga, hata ndio maana watu wengine wanatelekeza familia, wanakimbia. Yaani hizo ndio fadhaa hizo. Kwa Yesu anasema hayo mambo yaliyokosa majibu, hayo ambayo unadhani kwamba hayana njia, hayo Yesu ameruhusu kwamba umtwishe fadhaa hizo yeye, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Hii nayo neno la maana sana. Kwa nini Yesu anakubali kwamba umtwishe mizigo yako yote? Kwa sababu yeye amejitolea kwa hiari, sio kwa kulazimishwa, ashughulike na changamoto. Anaposikia mambo yenu, manake ni changamoto, shida zako hizo ni za kwake. Kwa hiyo siku zote unapokuwa na shida, ujue shida hizo ni za Yesu, mpatie, ni haki yake, atazishughulikia, na wewe utaondokana na mzigo. Usibebe mzigo. Acha kubeba mzigo unaokuzidi uwezo. Mzigo wowote ambao umekuwa ukikusumbua kwenye kichwa chako, huo mzigo unastahili umpelekee Yesu. Lakini kwa Filipi 4 fungu la 6 hadi la 7 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mara nyingi sana wanadamu wamekuwa wakijisumbua. Wanapokuwa na changamoto wanajisumbua. Wanajua moja hapa kujisumbua ni ukimbia labda kwa waganga wa kienyeji, huko ni kujisumbua. Kujisumbua kwingine unaenda kutafuta majirani, rafiki zako, unauliza ushauri, huko ni kujisumbua, kwa sababu wengine baada ya kukupatia maneno ya faraja watakukatisha tamaa, watakuumiza. Kuna namna nyingi sana za kujisumbua. Hata wengine wanapoamua kwamba anywe vidonge afe, huko ni kujisumbua. Hatukatai, shida zipo na shida zinatesa. Lakini Biblia inasema usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno au katika kila tatizo, wewe cha kufanya ni kusali na kuomba, halafu na kushukuru. Kwa sababu na kushukuru kunahitajika sana. Sio kila tu wakati unalalamika, wewe unalalamika. Hata yale machungu yanayokutokea, kuna namna unamwambia Mungu, asante kwa haya mambo umeruhusu. Hata kama sielewi kwa nini umeruhusu, hata kama yananiumiza, lakini nakushukuru kwa sababu wewe ndiye uliyeruhusu yatokee. Ungeweza kuyazuia, na una sababu, tena sababu yako ni nzuri. Kwa hiyo kushukuru kunatakiwa. Lakini anasema haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kuomba ni jambo la muhimu sana. Yakobo 5 fungu la 16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumeruhusiwa kwenda kumuomba Yesu moja kwa moja tunapokuwa na changamoto, kuna neno jingine hapa tunalopewa ni kwamba tunatakiwa tuombeane. Wewe na muumini mwenzako mnajiweka mnaenda mahali fulani pembeni, mnaombeana. Wewe unaenda kwa mchungaji wako, unaombea mchungaji, uniombee. Kwa sababu gani? Anasema mwenye haki, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Inawezekana isiwe rahisi kujua kwamba hivi mwenye haki ni yupi. Lakini katika hali ya kawaida huwa tunachukulia wachungaji ni watu wenye haki, ni watu wanaotembea karibu zaidi na Mungu. Na kwa hiyo kutoka nyumbani ukasema nakwenda kwa mchungaji akaniombee, hujakosea, umeenda sawa sawa na hili fungu. Lakini pia usifungwe kwamba kila jambo ninakwenda kwa mchungaji akuombee. Na kitu kimoja hapo ni kwamba huyo mchungaji anapokuombea hawezi kutoa masharti yoyote. Anakuombea tu na wewe unaenda zako nyumbani. Haya, tumepata swali jingine kutoka kwa Lili.
Tunaomba utusomee swali lake tulisikie. Naitwa Lidi. Je, ni muhimu utoe na sadaka kabla hitaji lako halijakamilika? Huyu Lidi anafanana na yule aliyetoka kuuliza swali. Yule alitaka kujua tu kwamba je, ni muhimu kuandika vitu ambavyo mchungaji anatakiwa akuombee. Kama umepanga kwenda kwa mchungaji, basi ukimwandikia yale mambo ambayo unataka akuombee ni jambo sahihi zaidi, kwa sababu sasa yeye atajuaje mambo unayoyahitaji. Lakini sasa Lidi anatuongezea jambo jingine, anasema, je, ni muhimu kutoa sadaka kabla hitaji lako halijakamilika? Sasa huyu ni kama vile ameunganisha maombi na sadaka au maombi na shukrani. Haya mambo huwa yanaendaga pamoja, kwamba umeenda kuombewa na baada ya kuwa umeombewa moyo tu unajisikia unatoa shukrani kwa yule mtumishi au kwa ajili ya ile huduma, halafu unaondoka zako nyumbani. Lakini kwamba eti mpaka utoe sadaka ndipo hilo jambo litakamilika, ndipo utapatiwa kile ulichokiomba, hilo halina ukweli wowote. Kwa sababu tukifanya hivyo, au hiyo dhana ikikubalika, dhana hiyo ni kana kwamba tunamchukua Mungu kwamba anawasikiliza wanadamu, anawajibu maombi yao wanadamu pale wanapokuwa wametoa pesa au wanapokuwa wametoa sadaka. Mungu hafanyi biashara kama hiyo. Katika kitabu cha Mwanzo 28 fungu la 20 hadi 22 tunakutana na Yakobo na tunaangalia uzoefu wake alichofanya wakati alipokuwa anaomba. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu na ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Yakobo uzoefu aliofanya ni kwamba alipokuwa na changamoto, aliona ni changamoto kubwa sana, akamwomba Mungu amsaidie. Kumbuka yeye alikuwa ameondoka nyumbani na alikuwa amegombana na ndugu yake Esau. Na alichofanya, aliweka nadhiri. Nadhiri ni kumwahidi Mungu ya kwamba ikiwa utanitendea hili na hili na hili, basi nami nitakufanyia hili na hili. Kwa hiyo unaweza ukatoa sadaka, lakini ingependeza zaidi kama utaitoa hiyo sadaka baada ya kuwa umeomba na lile uliloliomba limetekelezwa na Mungu. Hiyo huwa tunaita nadhiri. Lakini kinyume na hapo, kutoa sadaka tu ili kusudi ombi lako lisikilizwe, hiyo kidogo haijakaa vizuri na sio uzoefu ambao watu wa Mungu wamekuwa wakiutumia. Hilo ndilo ambalo ndugu yetu alikuwa ameliuliza, na linatufikisha katika hatua ya kukaribia na mwisho. Katika kutoa sadaka, hatutoi sadaka kama malipo ya kile Mungu ametutendea. Hilo ni kosa kubwa sana. Na ningependa kutoa angalizo kwa watumishi wenzangu ambao wamekuwa wakikusanya sadaka. Kwa wale wanaohitaji kuombewa walete sadaka, wanaotaka kuombewa. Dhana inayotengenezwa hapo kwa wale wanaoambiwa hilo ni kwamba Mungu unapotoa sadaka ndipo maombi yako sasa yanaenda kufanyiwa kazi. Okay. Kwa hiyo hilo sio sahihi hata kidogo. Mungu wetu anatusikiliza na anatutendea hata kama tukiwa hatuna chochote. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, na sasa ningependa nipate kuomba tunapofunga kipindi chetu. Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa ajili ya baraka huu wa pekee. Tumepata somo ambalo limetufundisha mambo mengi sana. Naamini wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wamenufaika na kipindi hiki, na ikiwa kuna mahali ambapo hawajaelewa, basi ukawahimize kutuma tena maswali yao, nasi kwa uwezo wako tutayafafanua maswali hayo ili kila mmoja asikose uzima wa milele. Asante, na asante sana kwa jinsi ambavyo umekuwa ukitupigania. Mungu awe pamoja nawe mpenzi mtazamaji.